Karibuni katika masaa haya. Tulituma matangazo sehemu mbalimbali kupitia YouTube na kupitia Facebook, Instagram. Lakini pia kuna matangazo tuliyotuma status ya kwamba tutakuwa na mahubiri na mafundisho kuhusiana na jinsi ya kumjua Mungu. Na tulizungumza kwamba mafundisho haya yataendeshwa mwezi wa 4, na sasa mwezi umefika, na tunamshukuru Mungu kwa sababu ya afya, tunamshukuru Mungu kwa sababu ya uzima ambao ametupatia. Hivyo nipende kualika wasikilizaji na watazamaji sehemu mbalimbali ya kwamba wasaa umefika sasa wa kuweza kuketi miguuni pa Mungu kwa ajili ya kutafakari, kwa ajili ya kutambua na kwa ajili ya kujua upendo wake yeye ambaye alituumba na makusudi yake ya yeye kutufanya sisi kuwepo ulimwenguni. Na kwa namna hii ya pekee tunapoanza programu hizi katika siku ya leo, ikiwa ni siku ya utangulizi, ninatamani kuzungumza mambo kadhaa. Jambo la kwanza, tutachunguza neno kuhusiana na kumjua, lakini pia tutaiangalia neno hilo jinsi ya kumjua Mungu. Lakini pia tutaangalia neno hilo la kumjua Mungu katika tafsiri za lugha, huenda kama sio 2, 3 au 4. Lakini pia tutazama kuona upendo wa Mungu, namna gani alivyotupenda. Lakini pia baada ya kutupenda tutaangalia jinsi anavyojifunua kupitia vitabu vyake, jinsi alivyojifunua kupitia mwana. Lakini pia tutaangalia jinsi alivyojifunua kupitia Roho Mtakatifu, ili tuweze kumpenda, ili tuweze kumtii na hatimaye tuweze kumwabudu. Kuna wakati ambapo tumekuwa na mazoea wakati fulani ya kuabudu vitu fulani, kuvipenda vitu fulani, lakini bado Mungu naye anatamani, kabla ya kuvipenda hivyo vitu tulivyo navyo, kabla hatujapenda hao tunaowapenda leo, anatamani pia ajifunue kwetu na hatimaye tumfahamu, na baada ya kumfahamu tuweze kumpenda. Na si kumpenda, unajua wanadamu tunaweza kuwapenda vitu, tunaweza tukavipenda, na kuna wakati fulani ni kweli tunaweza tukafuata maelekezo yake, lakini kama hatuwezi kuviabudu. Mungu ni zaidi ya vitu tulivyo navyo, na Mungu ni zaidi ya wapendwa wetu, marafiki zetu na ndugu zetu, ni zaidi na vitu hivyo. Yeye anahitaji kupendwa kwa sababu ndiye aliyetupenda kwanza. Yeye anahitaji kutiiwa, yaani sisi viumbe vyake tunahitaji kumtii, lakini zaidi sana yeye anastahili ibada, anastahili kuabudiwa, anastahili kupewa sifa. Na hivyo ili uyafanye hayo na uyafanye katika uhalisia wake, ni lazima umpende, ni lazima ujue upendo wake, ni lazima ujue utii ni upi na ni wakati gani, na ni utii wako uko kwa nani, lazima ujue. Lakini pia lazima umwabudu. Sasa katika sehemu hii ya utangulizi, wimbo wetu elekezi ambao tunapenda pia kutafakari, ule wimbo namba 54 kwenye vitabu vya Kikristo. Wale wa Kristo wao wanasifu kupitia nyimbo au tezi, unaitwa nataka nimjue Yesu, more about Jesus. Wimbo huu umeandikwa na John, ambaye katika safari ya maisha yake alipitia uzoefu. Katika safari ya maisha yake huenda ziko changamoto alizokutana nazo, huenda katika utumishi akakutana na vikwazo, huenda akakutana na wakati wa kukata tamaa, huenda alipitia
njia za aina mbalimbali, lakini baadaye akagundua ya kwamba yote haya pasipo kumjua Mungu, pasipo kumjua Yesu ni bure. Ya kwamba huenda alikuwa ni mfanyabiashara na akagundua ya kwamba biashara yake anaifanya bila kuwa na mahusiano na Mungu. Huenda alikuwa ni mfanya kazi na baadaye akagundua ya kwamba kazi zake za kiofisi huenda alizifanya akiwa hana mahusiano na Mungu. Huenda alikuwa mkulima na akagundua ya kwamba ukulima wake hauna mahusiano na Mungu. Ndipo alipokubali kwanza kumtafuta Mungu. Ndipo alipokubali kujifunza kumjua Mungu. Ndio maana beti lile la kwanza nasema ya kwamba nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu, nijua pendo lake tu, wokovu wake kamili. Zaidi nifahamu Yesu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili. Nataka nione Yesu na nizidi kusikia anenapo kitabuni. Yesu hunena kwenye kitabu chake, anenapo kitabuni kujidhihirisha kwangu. Na beti la tatu anasema nataka tena zaidi daima kupambanua mapenzi yake, nifanye yale yanayompendeza. Beti la nne anasema nataka nikae naye kwa mazungumzo matamu, nizidi kuwaonyesha wengine wokovu wake. Wapendwa, Mungu atajifunua kupitia neno hili. Wapendwa marafiki zangu sehemu mbalimbali mlipo, katika nchi ya Tanzania, katika nchi ya Kenya, katika nchi ya Burundi, ya South Africa, Norway, Brazil na kwingine kote, Mungu anahitaji kujifunua. God will need to revelation this word in the Bible. Katika Biblia, katika hili neno, Mungu atajifunua. And then you to know God. Pia utamjua Mungu. Na katika programu hizi tutajifunza muunganiko. Tutajifunza kumjua Mungu, kumjua Yesu na kumjua Roho Mtakatifu. Mungu Roho Mtakatifu, Mungu Mwana ambaye ni Yesu Kristo pekee. Na ndio maana kile kitabu cha Yohana 17 na fungu lile la 10 na fungu lile la 3 linasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Na sisi katika mafundisho haya tutazama kwa namna ambavyo Mungu ametufunulia, kufunua upendo wake, kufunua upendo wa Yesu Kristo, lakini pia kufunua upendo wa Roho Mtakatifu, ili tuweze kumpendeza, ili tuweze kuyafanya mapenzi yake, ili tuweze kudumu zaidi na zaidi kumfahamu. Kwa Mungu atusaidie sana. Mungu usaidie wewe na Mungu anisaidie mimi pia. Namna ambavyo atakavyojifunua kwako ajifunue kwangu. Namna ambavyo atakavyojifunua kwangu ajifunue kwako pia. Ili hatima yoyote tuweze kumpenda, tuweze kumtii na tuweze kumwabudu. Kwa kuna mambo kadhaa ambayo tutayaangalia katika siku ya leo na siku ya kesho. Kuna mambo kadhaa tutayaangalia. Jambo la kwanza tutaangalia tafsiri ya maneno haya, kumjua Mungu katika lugha ya Kiebrania, kumjua Mungu katika lugha
Kiyunani, lakini pia kumjua Mungu katika lugha ile ya Kiarabu, namna anavyokusudia, namna shauku yake ilivyo. Katika tafsiri ya kujua, kuna vitu vingi ambavyo unavijua. Unaweza ukajua mtu kwa sauti yake, unaweza ukajua mtu kwa muonekano wake, unaweza ukajua mtu kwa sababu ya vile vitu alivyo navyo. Unamjua mtoto kulingana na ujuzi alionao. Kama huyu mtoto ninamjua kwa sababu ana ujuzi fulani, ana elimu fulani, amesoma, unamjua. Lakini tafsiri ya kujua vitu mbalimbali na kumjua mtu ni zaidi ya vile ambavyo Mungu amejifunua kupitia neno lake, anapotaka wewe na mimi tumjue. Ni zaidi kabisa. Kuna mambo kadhaa ambayo tunasema kwamba ni kitenzi. Kujua ni kitenzi cha Kiswahili chenye maana ya kuwa na maarifa, taarifa, ufahamu au ujuzi kuhusu jambo fulani, kuhusu mtu fulani. Kama nilivyotangulia kusema, utambuzi, unakuwa na maarifa, unakuwa na ufahamu. Lakini hapa tumeambiwa ninataka kumjua Yesu na nizidi kumfahamu. Si kumjua katika mazingira ya kawaida, na si kumfahamu katika mazingira ya kawaida. Huenda kuna wakati fulani umemchukulia kawaida hivyo. Huenda wakati fulani umemchukulia Mungu katika ukawaida huo, na ukasema unamjua, unamfahamu. Lakini huenda ukitulia na ukafuatilia mada hizi, utakuja kugundua ulikuwa mbali na Mungu. Utakuja kugundua huenda ulikuwa uko unafanya ibada, una swali, unafuata zile taratibu za kidini, lakini bado utakuja kugundua ya kwamba ulikuwa uko mbali na. Utakuwa uko mbali na. Na hivyo kusudi letu pekee ni kwamba watu tumjue Mungu, tumfahamu na tuzidi kumfahamu, tuzidi kumjua, ili kwamba tuweze kumpenda, tuweze kumtii na tuweze kumwabudu. Kwa hiyo nikualike katika programu hizi, nikualike katika wasaa huu ambapo neno la Mungu litafunuliwa kwako, na tutakuwa tukituma masomo haya kama tulivyotangulia kutangaza. Tutakuwa tukiyatuma masomo haya kupitia YouTube. Tutakuwa tukiyatuma masomo haya kupitia Facebook pia na Instagram. Lakini zaidi sana kutakuwa na ukipata taarifa hizi na ukipata mafundisho haya, usiache kuwatumia wengine, usiache kushare, usiache kulike, usiache kusubscribe, ili kwamba kila mfululizo wa mada hizi zitakapokuwa zikiendelea, wewe pia uwe miongoni mwa watu ambao watakutana na Yesu. Yesu atajifunua kwao, Mungu atajifunua kwao, Roho Mtakatifu atajifunua kwao, na hatimaye siku moja tutaweza kumwabudu, kurudisha sifa, kumtumainia na kumtegemea, kuweka mapenzi yetu kwake, ili kwamba mapenzi yake yaweze kuongoza maisha yetu, ili kwamba mapenzi yake yaweze kuongoza biashara yako, ili kwamba mapenzi yake yaweze kuongoza ndoa yako, ili kwamba mapenzi yake yaweze kuongoza watoto wako, ili kwamba mapenzi yake yaweze kuongoza kila unalolifanya katika ulimwengu huu. Na hayo yanawezekana ni pale tu ambapo utakubali kumfahamu. Ukimfahamu na ukatoa moyo wako kwake na ukasalimisha vyote kwake, maana ile kitabu cha Galatia, kile kitabu cha Waefeso, hapa tunaalikwa na Paulo ya kwamba tunahitaji kuwa na hekima. Waefeso
Somo hilo fungu la Waefeso hapa, Waefeso inatupatia jambo lingine la pekee baada ya kujua, tutakapojua ya kwamba yuko Mungu wa pekee, Mungu wa kweli, ambaye anasema uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee, Mungu wa kweli wa pekee, na Yesu Kristo uliyemtuma. Na Waefeso ile sura ya kwanza fungu lile la 17, ambapo anasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima. Wapendwa, tunahitaji roho ya hekima. Wanafunzi wa Yesu, wafuasi wa Yesu Kristo, wafuasi wa Mungu, wana na binti za Mungu, tunahitaji hekima. Hekima ambayo Bwana atupatie. Na leo tutaomba, kwa sababu ni mwanzo ya masomo haya, leo tutaomba ya kwamba Bwana atupatie hekima yake ya kumjua yeye. Atupatie hekima kupitia neno hili ambalo atajifunua kwetu. Atupatie hekima ya kumjua Yesu Kristo, lakini pia atupatie hekima ya kumjua Roho Mtakatifu kama Mungu, ili kwamba upepo unaovuma ulimwenguni uweze kufukuziwa mbali, ili kwamba mafundisho, maelekezo yanayokuja kutoka nje ya mada ambazo Mungu amezifunua katika neno lake zisiweze kuniondoa, zisiweze kukuondoa. Waefeso nasema ya kwamba nasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Tunahitaji roho ya hekima, tunahitaji roho ya mafunuo ili nimjue yeye, ili umjue yeye. Ndio maana nimekwambia kuna mambo ambayo tutayachunguza katika programu hizi na katika mafundisho haya, na huenda wakati mwingine hujawahi kuyaelewa. Wewe tulia, wewe fuatilia, utaona kuna vitu tofauti ambavyo Mungu atajifunua kwako. Ndio Bwana kubariki unapojiandaa kuendelea kupokea huduma hizi. Na ukishapokea huduma hizi, tumia rafiki yako, mwambie rafiki yako asubscribe kupitia YouTube yetu, channel yetu ya YouTube, ili kwamba yeye programu hizi aendelee kubarikiwa. Tunaomba kwa ajili ya hekima na tunaomba kwa ajili ya mafunuo, ili kwamba Bwana aweze kuongoza na aweze kuzungumza nami na aweze kuzungumza nawe, ndugu msikilizaji, popote pale ulipo. Hebu tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya wakati kama huu. Asante kwa ajili ya hekima kama hii. Asante kwa sababu ni ahadi yako kutupatia hekima, hekima ya mafunuo na mafunuo ya kukujua wewe. Hivyo ninaomba kwa ajili ya rafiki yangu, ninaomba kwa ajili ya ndugu yangu, ninaomba kwa ajili ya mtoto wako yule aliyoko katika eneo lile pale alipo, anapofuatilia programu hizi, anapofuatilia na anaposikiliza na anapotazama mada hizi, kujifunza juu ya kukujua wewe. Baba, nenda kajifunue kama ulivyoahidi. Baba, hekima yako nenda ikamkalie kama ulivyoahidi. Na unapofanya hivyo, nikumbuke na mimi nipatie mafunuo, ili neno lako liwe wazi kwa wasikilizaji, ili neno lako liwe wazi kwa watazamaji, ili neno lako liwe wazi kwa kila ambaye Bwana leo na hata milele atakapokuwa kisikia mausia haya. Jifunue kwake, maana umeahidi kukaa nasi, maana umeahidi kujifunua, ili kwamba watu wasiweze kuumbishwa na mafundisho ya uongo, ili kwamba watu wasiweze kuzombwa
na upepo unaoendelea kuleta udanganyifu kupitia neno lako. Neno hili Bwana, jidhihirishe kama ulivyosema katika neno hili. Nazungumza na watoto wako, na utusaidie kukuelewa, ili tukupende, ili tukutii, na hatimaye tukuabudu. Neema yako yatosha, kwa jina la Yesu.